Ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Njoko FM, ninakusalimu mahali popote pale ulipo. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, niche sauti ya mzalendo. Na muda huu ndugu msikilizaji, ikiwa ni siku kadhaa hatusikiliki masikioni mwako, leo hii nimekuja kukupasha kuhusu habari zinazojiri kwenye maeneo kadhaa ya vita huko, ikiwa ni maeneo ya Walikale, Masisi, lakini Walungu na maeneo mengine kadhaa, lakini aliyozungumza Rais Felix Tshisekedi huko New York. Nikuombe ungana nami mwanzo hadi tamati. Kama nilivyokujuza, usikose kujiabone, kuweza kulike na kusubscribe ili nawe uweze kuwa kwanza kupata taarifa tunapozipeperusha. Na kama nilivyokujuza, hata tuanzie taarifa yetu ya habari huko Walungu, ambako ni tangu siku tatu baada ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Zalendo kuweza kuripotiwa kupigana kwenye maeneo ya Nzibira katika wilaya ya Walungu na maeneo mengineyo kadhaa kama ya Chivanga huko wilayani Walungu. Wapiganaji wa M23 wakiwa na lengo ya kuweza kutoboa na kuweza kuteka mji wa Nzibira, alafu kushuka kupitia njia ya milima na kuteka mji wa Uvira. Hii ni mapigano ambayo imeweza kuzuka hivi karibuni. Wapiganaji wa Zalendo kwa madai yao wameweza kuzungumza kuwa walijitoa wenyewe kwa usalama wa raia. Mwenzetu William Basimike kutoka Bukavu aliweza kuandaa ripoti kamili. Mashuhuda wanasema AFC M23 walianzisha mashambulizi kadhaa dhidi ya ngome za jeshi la Kongo FARDC na washirika wake wa Zalendo tangu Jumapili asubuhi. Na Bami ni mkazi wa Nzibira aliyehama makazi yake kufuatia mapambano, anashuhudia. Kwenye tulikimbililia tulilala nje mubalabala, nyo tulilala, tulikosa na vya kukula juba tubiko ba mingi sana. Nzibira ni eneo la wilaya ya Walungu lenye madini lakini pia la kibiashara, lipatikanalo kwenye njia zinazopelekea Luntukulu hadi Mwenga na pia Kigulube hadi Shabunda. Christian Mwambali ni msimamizi wa shirika la raia wa wilaya ya Walungu, anashuhudia masikitiko. Ya muhimu sana kwa wachuruzi wanatokea kwenye teritwari ya Mwenga, Kabare na Maluago, wengine kutokea Luntukulu na Maziba. Haka hivi watu kwa likimbia. Katika taarifa yao, Wazalendo wamebaini kwamba wameondoa vikosi vyao kimkakati kwa lengo la kuokoa maisha ya raia. Tangu Julai, jeshi la Kongo na AFC M23 wamekuwa wakishutumiana kwa ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini hivi karibuni, na pande zote hizo mbili zimetishia kutovumilia tena chokochoko kwenye maeneo ya vita. William Basimike, Bukavu. Huyo ni mwenzangu William Basimike kutoka huko Bukavu aliyeweza kukuandalia ripoti kamili ndugu msikilizaji. Na kama unavyoweza kusikia, hii ni baada ya siku tatu nyingine kukizuka mapambano makali huko Masisi katika maeneo kadhaa, huku wapiganaji wa Zalendo wakiwa wameweza kuteka vijiji kadhaa ambavyo vinauzunguka mji mkuu wa Masisi. Wapiganaji hao wa Zalendo wameweza kushambulia ngome kadhaa za waasi wa M23 na kuwaua askari wao wengi, hadi meya wa mkoa wa Kivu Kaskazini kwa upande wa M23 kuweza kutoa malalamiko yake, huku akizungumza na kusema Wazalendo wamegeuka mikataba ya amani waliweza kuikubaliana huko jijini Washington, na akiweza kuzungumza ya kuwa kwa upande wao ni masikitiko, yani ikiwa ni ishara ya kuwa waliweza kupigwa. Hapa ni moja kati ya mashirika ya kirahia kutoka huko Walikale anatueleza. Watu wa M23 hawapendi kuheshimia mkataba, hiyo process ya amani ambayo inakuwa ngambo ya Washington. Hali ya wakaaji kwa hiyo maeneo ambayo inaendelea kuwa kikumbwa na vita inakuwa ya matatizo, kwa sababu huko na kule wakaaji wanakimbia maskani yao, huko na kule wakaaji wanaendelea kuuawa, huko na kule wakaaji wanaendelea kupoteza vitu. Na kwetu sisi vile shirika la raia tunaendelea kugonga na kusema na kuweza kutaja nje maneno hayo. International iendelee kufuatilia mambo hiyo, na wale wote ambao wanaendelea kuleta tatizo ndani ya nchi waweze kufuatiliwa na vyombo vya sheria ndani ya nchi na nje ya nchi. Huyo ni Tim kutoka huko Masisi ambaye aliweza kutueleza na kuzungumzia kuhusu hali ilivyoko huko Masisi kwa muda huu ndugu msikilizaji. Na kwa upande mwingine kuzungumzia kuhusu masemi ya Rais Felix Tshisekedi aliweza kuyazungumza huko New York katika mkutano unaoandaliwa wa mwaka mzima wa mataifa kadhaa ya Afrika lakini pia na bara kadhaa, na huku ikiwa na lengo ya kuzungumzia kuhusu masuala
masuala ya usalama katika ukanda ya mashariki na ukanda wa kusini na kuhusu masuala ya usalama duniani. Felix Tshisekedi ameweza kuzungumzia pia kuhusu ukeukaji wa mikataba ambao M23 inaendelea kukeuka mikataba, huku akisema alizani ya kuwa mikataba hiyo itakwenda kutekelezwa na Marekani, haswa kulingana na makubaliano walioweza kukubaliana ya uchimbaji wa madini katika nchi yake ya DRC. Huyu hapa Felix Tshisekedi akizungumza. Si le monde hésite encore, ikiwa dunia bado inasita kutaja machungu yetu, hatutosubiri. Nchi yetu ilijitolea, tumesaini mikataba ya amani, tulikubali mazungumzo na kujikita kuhusu maridhiano, lakini amani ya uongo iliyojenga katika mazingira ya kutotoa adhabu na kusahulika ni silaha hatarishi. Historia haitohukumu hotuba zetu, bali uwezo wetu wa kukubali uhalifu mkubwa, ikiwemo mauaji ya kimbari na kukomesha hali ya kutotoa adhabu. Natoa wito kwa unyenyekevu kwa mkutano huu: ungeni mkono mapambano yetu kuhusu ukweli na haki, na tusaidiane hatimaye kujenga amani ya kudumu katika eneo la moyo wa Afrika. Huyo ni rais wa DRC Felix Tshisekedi aliyeweza kuzungumza katika mkutano ulioweza kufanyika huko New York hapo jana, huku akiweza kusisitiza kuhusu kuweza kuleta amani mashariki mwa nchi yake ya DR Congo. Na ndugu msikilizaji, kufikia hapo ndio hayo niliweza kukuandalia. Nikuombe tuendelee kuungana nikiwa tumekuja tena kwa kishindo pasha mengi yanayojiri katika maeneo kazani. Kuombe ungana nami mwanzo hadi tamati, usiondoke wala usituachilie, jiweze kujiabone alafu uweze kulike na kucomment. Niseme alamziki.